Kifedha bado tuko chini, ndio maana tumeandaa harambee, tuko chini. Familia ya Steven Ngoa, mmoja wa vijana waliofariki katika mkasa kuzama kwa boti eneo la Chuda Creek Mombasa wakati wakishiriki mashindano ya bahari ya Afrika Mashariki East African Ocean Festival, imeitaka serikali kutimiza ahadi yake ya kuwafidia familia zilizoathirika ili waweze kuwazika wapendwa wao kwa amani. Tuko katika hafla ya kufanya harambee ya kutafuta njia ya kupeleka mwili ya hawa waliokufa kwenye maji pale Chuda. Ningependa nihimize serikali kuwa kwa hii familia, waliopoteza watu wao, tafadhali mfanye juhudi na wapate haki zao so that familia wakae na amani. Wakizungumza wakati wa harambee ya kumchangia marehemu kwa maandalizi ya mazishi, familia ilisema serikali iliahidi msaada mara tu baada ya kupatikana kwa miili hiyo, lakini hadi sasa ahadi hiyo haijatekelezwa. Sasa tunashukuru sana hilo ambapo nataka serikali atusaidie mambo yote, atusaidie mambo ya kuzika, mambo ya chakula, mambo yote atusaidie kwa sababu hii ni mambo ya ghafla. Mazishi tutatoa hapa mwili siku ya Ijumaa. Basi tunataka rais yule ambaye vile tunasema atusaidie na mambo yote, magari, chakula, naona. Karisa Nzai amejitolea kufuatilia suala hilo kwa niaba ya familia, huku mke wa marehemu akiomba serikali kumpatia nafasi ya ajira ili aweze kujikimu yeye pamoja na mwanae mchanga, akisema mumewe ndiye aliyekuwa tegemeo pekee la familia yao. Naibu wa rais ako sawa. Yeye chochote ambacho alikisema, kama kuna kuchelewa mahali, ile timu ambayo iko pale wako sawa. Lazima yeye ni mtu wa kuzungumza na kufanya, sio mtu wa wale kama wale watu wengine ambao wanahepa majukumu. Deputy President hahepi majukumu. Na naamini kama kutakuwa na tashwishi, sisi tuko hapo kwa serikali, tutahakikisha kwamba hiyo mipango yote imefanyika sawa ili hizi family wakalazwe wakapumzike salama. Mimi nami kama kiongozi nitafanya follow up nione vile wamepata ili familia iwe itapenda kupata hizo fidia. Steven alikuwa mtu wa kujituma sana. Yeye ndiye alikuwa anamtegemea hapo, ananisimamia kwa kila kitu hapo nyumbani. Sasa venye ameondoka nimebaki mpweke sana. Juu alikuwa ananisimamia kwa kila kitu, alikuwa ananisaidia. Sasa ameondoka, mambo imekuwa magumu sana. Mimi nimesomea hospitality. Ningependa sana kama nikutafutiwa kama ni kazi ambayo itaweza kunisaidia huko mbele. Nikiripotia Al Haja TV kutoka kaunti ya Mombasa, langu jina ni Mohamed Atib Abdallah.